unaweza ona kuna mtu anajua kushona lakini hajue mahali ya kufanyia kazi. Wanaweza kukuja kama anajua kabisa, anajiamini kama anajua kushona, mimi namwajiri hapa, na mwenye anajua anataka kujifunza kazi ya mikono pia nawakaribisha wakuje niwafunze. Hujambo mpendwa mtazamaji na karibu sana kwenye kipindi hichi Sauti za Wakimbizi kinacholetwa na mimi Esther Shubabu. Leo tuko kwa community, tuko studioni leo. Tumeamua kutembelea eneo ya Kalobey Village 1 ambako tunakuta wanaandika Peace House Innovations. Ni kitu gani sasa inakuwa hapa? Kusikia leo utafahamu mengi, vile vile tutambua kama Peace House inafanya kazi gani na mambo mengi ambayo yanaendelea ndani. Tutajaribu kuonana na kiongozi wa kampani hii atujuze mawili matatu, vile vile na wafanyakazi wanaofanya kazi kwa hii kampani, ili tupate mambo mawili kuhusiana na kampani hii na wanafanya kazi gani hapa Kalobey, vile vile maendeleo yao ni gani na wanasaidia community kwa kiasi gani. Karibu sana ujiunge nasi utafahamu mengi zaidi. Chris Santos anashikilia kamera, naitwa Esther Shubabu, STV Magic Voice, mtangazaji wako asiyependa makuu. Karibu. Tunakutana na mama hapa. Mama, jambo. Jambo sana. Utajifahamisha? Naitwa Adele Mbalama, mimi ni Congolese nationality. Leo tunakuta hapa Kalobey, sijue wewe ni nani? Mimi ni Adele, mwenye anafanya kwa kampuni inajiita Peace House Innovation. Mimi pia ni fashion designer. Fashion design kusema mimi na shonanga manguo aina zote, pia mabags, vitu nyingi hapa kwa duka ya Peace House Innovation. Hii kazi yako ya kushona ulianza wakati gani? Hii kazi ya kushona nilianza 2020. Ndio nilianza kazi ya kushona. Lakini wakati nilianza kujifunza kushona ilikuwa 2019 wakati nilifika hapa Kenya. Na wakati unaanza hii kazi, jamii ilikuwa inakuchukuliaje? Wakati nilianza kazi ya kushona, jamii ilikuwa inanichukulia hawakuwa sure kama nitaweza kushona kwa sababu hivi vitu sikuwa navijua. But nilijifunzia hapa mambo ya kushona. Na kwa gisi ulianza hii kazi yako ya kushona hadi sasa unaona maendeleo yanaendeleaje? Kulingana na gisi nilianza na mpaka saa hii, tiliste mnakuwa sawa kidogo kwa sababu nilishakuwa na capacity ya kufunza wengine maneno ya kushona, na mimi naona kabisa wanaendelea sawa. Kuna wenyewe wamejua, pia nimewaajiri hapa ili wafanye kazi. Peace House Innovation ni ofisi yenye wewe unaajiriwa ama aje? Peace House Innovation, mimi ni director wa kampuni ya Peace House Innovation. Hii kampani yako ulianza aje? Yaani ulianza tu na ikakuwa kubwa kama na hii ama ilikujaje? Tulianza polepole, tulianza ilikuwa bado nyumba ndogo sana, lakini kupitia na maoda zenye tulikuwa tunapewa na watu wengine makampuni, na ndio inaenda polepole. Pia hii tulijiunga na vikundi ndogo za saving za VSLA. Wakati tunafanya share out, hiyo pesa tunaenda tunanunua material kidogo. Pia tukajiunga na zingine mashirika zenye zinapeana mkopo, tunaenda nachukua mkopo, na ndio hivyo kazi ilienda mbele. Ndio, kwa gisi ulianza na kuajiri watu ama ilikuwaje? Nilianza kazi mwenyewe kwa sababu sikukuwa na hiyo nguvu ya kuajiri kwanza, lakini kisha miezi 9 nikaajiri mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza alimaliza kama miezi 5, nikaweka wa pili. Kisha mwaka moja nikachukua wa 5 mara moja, mpaka sasa niko na 26 wenyewe wanafanya kazi hapa. Hongera. Asante. Na ni kazi gani mnafanya kabisa special hapa kwa ofisi yenu? Hapa kazi yetu tunafanya yenye iko special sana na kuanga kazi ya mabags na uniform.
Mnazitengeneza wenyewe? Tunatengeneza uniform za shule karibuni za hapa Kalobeye na town, na hizi mabag tunashona nyingi sana. Ukipeana order tunashona, ama ukileta design yako pia tunatengeneza. Unajua mama wengi wanakuaga wanasema mwanamke hawezi, hasa wale wazee. Nisijue neno yako ni gani kuhusu wao? Wale wanamke wenyewe wanasema ati mwanamke hawezi. Hapana, inabidi ukuwe na bidii, unajipea bidii mwenyewe, kwa sababu singekuanga na bidii kama siko kama niko saa hizi. Wakati niliona inabidi niweke nguvu, ndio maana niko kwa saa hii. Naweza kuambia wenzangu wanawake sana sana, unaweza ona kuna mtu anajua kushona lakini hajue mahali ya kufanyia kazi. Wanaweza kukuja, kama anajua kabisa, anajiamini kama anajua kushona, mimi namwajiri hapa, na mwenye anajua anataka kujifunza kazi ya mikono pia nawakaribisha wakuje niwafunze. Hii mafunzo unatoa bure ama? Sitoi bure kwa sababu sijakuwa na sapoti. Nalipishanga mtu mmoja pesa kidogo tu 3,000 kwa mwezi, na wanafanya miezi 6. Hiyo miezi 6 nahakikishaka kabisa amejua kabisa. Unafikiria kwa miaka 5 ambayo inakuja hapa mbele naweza kuwa kwa level gani? Kwa miaka 5 yenyewe nakuja, kulingana na gisi naendelesha kazi na pambana, nataka nikuwe mama mwenye anajielewa kabisa. Pia kwa rafiki na mandugu ambao wananisikiliza hapa, munisapoti ili hiyo maoni yangu ya kupanua biashara pia niajiri wengine wafanya kazi, ili familia zao ziendelee, pia ili na familia yangu iendelee. Wakinisapoti kazi inaweza enda vizuri. Pia hapo hiyo swali umeniuliza kama hawa watu wa kujifunza kama mimi nawafunzanga bure. Hapana, kuna wengine wenyewe wanaweza taka wajui nani ndio wanafunza, wasapoti wale wanafunzi, lakini hawajui. Niko hapa juu ya kufunza wanafunzi, na mwenyewe anaweza kunisapoti, anaweza kunipigia simu alafu tunaongea. Address kubwa ya watu wanaweza kuja hapa ni aje? Ukinitafuta ku WhatsApp unanipata. Pia ukitafuta Peace House Innovation utanipata. Utatupata TikTok, utatupata Instagram, utatupata Facebook. Kwa siku yako ya leo tunashukuru sana. Asante sana. Na nasema kwa iConnect, asante sana, Mungu awabariki. Tuko na dada yetu, mambo. Utajitambulisha? Ndiyo. Kwa majina naitwa Mshagalusa Daniela Sifa. Ni mshona nguo, nashona pia na bag, ni mama wa mtoto mmoja. Sijui leo tunakuta Kalobeye, ulianzaje kazi? Kazi mimi nimefika kambi hapa ilikuwa ni mwaka 2023 ndio nimefika hapa kambi. Kazi ya kushona mimi sikuwa najua, nijifunzia hapo kwa Dell, na hadi leo nashona hapa, nafanya kazi na pia nafunza wanafunzi. Nashona design yote ya nguo, nashona pia design yote ya bag ukileta. Nguo nashona za wamama na za wanaume. Wakati unaanza hii kazi, sijui community ilikuwa inakuchukuliaje? Community ilikuwa inanichukulia tu kirahisi rahisi, walikuwa najua mimi siwezi weza shona ama mimi siwezi jua hiyo kazi, lakini nilikuwa naipenda sana na nijitahidi nikajituma kufanya hiyo kazi, ndio maana nafikia hadi hapa nilipo leo. Mtu gani ulikuwa inspired naye kwa kuanza hii kazi? Kwa kuanza hii kazi nilikuwa inspired na watu wengi niliona huko Kongo, huko kwetu Kongo. Niliona nikapenda vyenye wanafanya hiyo kazi, na mimi nikajisikia tu nijitume kwa hiyo kazi, lakini sikupata hiyo nafuu ya kuanza kazi huko Kongo, nimekuja anzia huko. Ubora wako ni gani kwa kushona ili watu wakusifie? Ubora wangu mimi, yani nikishona najituma sana, nafanya kazi na roho yote, yani sipendi kazi yangu iwe chafu, nataka kazi yangu iwe tu safi kila siku, ndio maana watu wananisifia. Mtu akitaka umshonee nguo za kufanya sherehe, unaweza shona tuseme dress ngapi kwa siku?
Kwa siku na depend na design. Akinionyesha design kama ni rahisi naweza fanya 6 kwa siku, ina depend tu na design yake. Changamoto gani unakuwa unakumbana nazo kwa hii kazi yako? Changamoto ni mingi sana kwa hii kazi. Kwanza customers hawako wengi. Unaona hapa ni Turkana, hapa ni kambi, watu wengi hawavali manguo ya vitenge ama washoneshi sana. Ni watu ya host community ndio wanakuja wanatupea order tunashona, ama order za kutokea nje ya nchi ndio tunapata sana sana. Tokea napata support na mimi naweza jituma sasa nijiajiri mwenyewe nifanye kazi mimi kama mimi peke yangu. Kwa community msaada wako unaweza kuwa ni gani? Msaada wangu naweza funza wakina mama, naweza funza wasichana kushona na nawasaidia tu kwa mambo mengine kulingana na uwezo wangu. Na tunashukuru sana. Asante. Na ndio tulikuwa tunatembelea Peace House Innovation Kalobey Village 1 na ndio tulikuwa tunakuja kufahamu nini wanafanya, kazi gani wanakuwa wanaendesha, lakini leo tumefahamu kwamba wanaendesha kazi nyingi, kushona hiyo vitu vyote, mavazi ya kike, mavazi ya wanaume, vile vile wanashona mabage na kila kitu ambacho wanakuwa wanahitaji, ile kitu ambacho kinaweza kutengenezwa na mkono kwa kushona. Hapa Peace House Innovation wanakifanya. Umefaidia interview tumefanya na dada yetu Daniela, ametueleza gesi alianza na kazi hapa na gesi aliajiriwa, gesi alikuwa anachukuliwa na community, vile vile kiongozi mwenyewe umemsikia namna gesi mawili matatu ametueleza. Kwa siku leo umefaidia mengi, umepata shuhuda kweli kweli na umepata hizo vitu ambavyo ulikuwa unahitaji. Kama unaona tamani kutembelea kampani hii, unaweza kuja yani Kalobey Village 1 utapata Peace House Innovation. Usikose kujiunga nasi. Chris Santos alikuwa anashikilia kamera. Estash Babu ndo mimi, Magic Voice. Tukutane kwa video zingine. Bye bye.